kupiga hatua. Wangetupa fedha tungeweza kuitumia tukaisahau, lakini kwa mioyo tulioiona ni zaidi ya fedha, ni zaidi ya kitu chochote ambacho wangetupa, kwa sababu tumeona matendo makuu juu yenu. Na Mungu azidi kuwabariki sana sana sana, aendelee kuwatunza kwa sababu ya moyo ambaye mmeuonyesha kwetu. Bwana Yesu asifiwe. Basi niweze kuendelea kuzilinda dakika zangu. Sitoweza kuyapitia masomo yote ambayo nimeandika kwa kuwa mimi naaga. Tutasoma tu masomo kadhaa ambayo sitoyasoma, mtanisamehe. Bidii yangu iwe katika kusikia sauti ya Mungu. Bidii yangu iwe katika kusikia sauti ya Mungu. Bidii yangu iwe katika kusikia sauti ya Mungu. Ninaomba niombe kwa sababu ni nafasi ya kwanza. Baba, katika jina la Yesu, wewe ni Mungu, hakuna Mungu mwingine kama wewe. Tunakuheshimu na tunakupenda Bwana. Tunaliheshimu jina lako lililotukuka kuliko majina yote. Tunaliheshimu jina lako lililotukuka kuliko majina yote. Tunapaza sauti zetu watoto wako. Tunapaza sauti zetu watoto wako. Hatustahili kwa jambo lolote. Hatustahili kwa kitu chochote. Tunanyenyekea kama watoto wako Bwana. Uturehemu pale tulipopungua, kwa kuwaza na kwa kunena, kwa kutenda Bwana. Mungu, tunakuomba rehema. Utusamehe Mungu wetu. Umetupa nafasi ya kujifunza na kuyasikia yaliyo mengi ulioweza kuyanena juu ya watumishi wako. Mungu, umewapa nafasi ya kunena kama manabii juu ya maisha yetu. Tunaomba Mungu, kile tulichokisikia kikawe zawadi ya maisha yetu, kikawe zawadi juu yetu, kikawe zawadi juu ya maisha yetu. Mioyo tulioiona kwa watu wa Kahama, Mungu, tunaitamani kwa namna iliyo tofauti sana, maana tunatamani kuiiga kwa hatua ambazo Mungu tumeziona, kwa hatua ambazo Mungu zimefanyika. Matendo yao Mungu yamefunguka mno. Tunaomba Bwana utujalie watoto wako hata tunapoanza ibada kwa ajili ya neno la uzima. Mungu, tunaomba ukatujalie masikio ya kusikia, masikio ya kutenda, masikio ya kusema ya kuwa Mungu tunahitaji hatua ya utakatifu mbele zako, katika jina la Yesu Kristo Mungu ndiye hai. Nikiomba na kuamini wewe ni Mungu. Pokea heshima na utukufu katika kiti chako cha enzi. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Naomba mtu mmoja anisomee kitabu cha Kumbukumbu. Kumbukumbu la Torati 4 mstari wa 9 na wa 10. Kumbukumbu la Torati 4 mstari wa 9 na wa 10. Naomba msomaji awe attention sana kwa sababu ya muda. Mstari wa 9 na wa 10. Neno la Mungu linasema, naam, lakini jihadhari nafsi yako. Lakini jihadhari nafsi yako. Ukailinde roho yako. Ukailinde roho yako. Kwa bidii. Kwa bidii. Usije ukayasahau mambo yale uliyoyaona. Usije ukasahau mambo yale uliyoyaona au kuyasikia. Kwa macho yako. Kwa macho yako. Yakaondoka moyoni mwako. Yakaondoka moyoni mwako. Siku zote za maisha yako. Siku zote za maisha yako. Bali uwajulishe watoto wako. Bali uwajulishe watoto wako. Na watoto wao. Na watoto wa watoto wako. Na watoto wa watoto wako wajukuu. Siku ile uliosimama mbele za Bwana wako. Siku ile uliosikia mbele za Bwana. Huko Horebu. Huko Horebu. Bwana aliponiambia. Bwana aliponiambia. Nitarudia. Bwana aliponiambia. Bwana aliponiambia. Nikusanyieni watu hawa. Nikusanyieni watu hawa. Nami nitawasikizisha maneno yangu. Nami nitawapa kusikiliza maneno yangu. Ili wajifunze kunicha mimi siku zote. Ili wajifunze kuniabudu mimi siku zote. Watakazoishi duniani. Watakapoishi duniani. Wakapate na kuwafundisha watoto wao. Wakapate kuwafundisha watoto wao. Amen. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Kichwa cha somo kinasema, bidii yangu iwe katika kusikia sauti ya Mungu. Tumekuwepo hapa kwa siku ya leo, ni siku ya 3. Tumesikia neno la Mungu. Tumesikia neno la Mungu kutoka kwa watumishi ambao wamepata nafasi ya kutufundisha kile ambacho tumekisikia kama agano letu ambalo tunahitaji bidii kulisikia. Imekuwa ni deni. Kwa sababu gani?
Hawa walikuwa wana wa Israeli. Walipopata nafasi ya kuongea na Mungu, walipewa namna ya kutakavyoendelea na maisha wakiwa duniani. Walipewa tahadhari ya maisha ambayo wataishi wakiwa duniani. Ikiwa maisha ya duniani ni zoezi la maisha ambayo utayaishi mbinguni. Ndio maana tunasema yeyote anayeishi maisha ya anasa duniani ni zoezi lake la kwenda kuishi jehanamu. Yeyote anayeishi kwenye maisha ya uongo ni zoezi lake la kwenda kuishi jehanamu. Watakatifu wanaanza mazoezi wakiwa duniani. Ndio maana hata mchezaji wa mpira asipofanya home up kwa namna inavyotakiwa, hawezi akapata nafasi ya kucheza. Kwa sababu gani? Ameonekana huyu ni majeruhi. Kwa hiyo hatounganika na timu kwa sababu yeye mazoezi aliyopewa ameyashindwa. Kwa hiyo tunaishi duniani kwa sababu ya zoezi la kuja kuishi maisha ya mbinguni. Umekataa habari ya Mungu, umeisikia lakini hutaki kuisikia kwa bidii. Unaona ni kawaida kuendelea na mazingira ulionayo. Umeona ni kawaida kuabudu jinsi wewe unavyopanga. Ninachokuambia, hautoweza kuishi mbinguni hauna bidii. Wako watu mbinguni wakiwa na bidii ile ile ya kuendelea kusujudu mbele za Bwana. Wewe umekataa bidii ya kusujudu mbele za Bwana. Mchungaji Musa nilimwelewa sana alipoweza kuigawanisha siku kwa masaa. Akasema unatakiwa kwa siku uwe na masaa 3. Kwa sababu ya masaa 2 na dakika 40 na karibia saa 3, uwe na masaa 3 ya kumwabudu Mungu. Wewe umekuwa na masaa mangapi ya kumwabudu Mungu? Bidii yako imeonekana kwenye sehemu gani? Hauna bidii, jua bado unakosa nafasi ya kuishi mbinguni, kwa sababu mbinguni wako wenye bidii. Hata Yesu alipokuja hakuwachukua wale wavuvi kwa sababu eti walikuwa wavuvi. Hapana, aliangalia mioyo yao ya ujasiri wa kuweza kutweka vilindini ikiwa ni giza, maana wavuvi walio wengi wanavua usiku. Kwa hiyo ule ujasiri wa kuingia kuvua samaki usiku aliona ni mioyo inayojituma sana, ndio maana akawachukua ili waunganike nao. Kwani hawakuwepo wengine hotelini, hawakuwepo wengine kwenye ibada, hawakuwepo wengine ambao angewachukua. Aliangalia bidii ya hawa watu. Kama imeonekana kwa ajili ya kuvua samaki, hii bidii inaweza ikaonekana kwa watu. Bwana Yesu asifiwe. Nisomee kitabu cha Misali 8:17. 8:17. Mstari mmoja tu. Mithali 8:17, neno la Mungu linasema, na wapenda wale wanipendao, na wapenda wale wanipendao, na wale wanitafutao kwa bidii wataniona. Na hili neno limeandikwa zikiwepo namna za malipo. Ukiendelea mistari ya chini, yapo malipo mtu anayemtafuta Mungu kwa bidii, na yameandikwa kwa kuanishwa. Yapo malipo ambayo yanaoneshwa kwa ajili ya mtu anayemtafuta kwa bidii. Ninachokuambia neno moja, fanya kazi, lakini ukijua unahitaji kumtafuta Mungu kwa bidii. Unahitaji kumtafuta Mungu kwa bidii. Mimi wakati naanza kupata mwamko wa kutaka kujua hivi mimi ninachokifanya hiki ni sahihi au sio sahihi, nilianza na bidii. Niliweza kuingia kanisani baada naanza saa 1, mimi nilianza saa 10. Na baada ya hapo ilibidi nianze mikesha peke yangu. Niliingia kanisani saa 6, nilitoka asubuhi. Kabla ya kuingia kazini niliingia kanisani saa 9, saa 11 niliondoka kwenda kazini. Alafu baada ya hapo niliamua kutoa sadaka nikiwa naijua tu ni madhabahu naweka sadaka saa 11, wakati naondoka naweka na sadaka, ndipo naondoka. Na baada ya kuendelea na ibada za asubuhi, hazijapanga na kanisa, ni mimi nimepanga ya kuwa nataka nimtafute Mungu kwa bidii. Siku moja akaja mama mmoja amemleta mtoto saa 11. Mimi ilinipa kushangaa sana. Yule mtoto akafika kwenye madhabahu, akapiga magoti, mama yake akakaa nyuma, akaanza kuabudu. Mimi niliumia sana, nikasema huu moyo wa huyu mtoto, nilitaka kuondoka, sitaondoka hadi nifanye ibada. Nakwambia ukimtafuta Mungu kwa bidii ndio mafanikio unayaona. Kama hujawahi kumtafuta Mungu kwa bidii, huwezi ukaona faida na Mungu. Utatumia nguvu na akili, lakini hutopata
faida ya kujua nimemtafuta Mungu kwa bidii. Baada ya hapo kuna safari moja iliyotutoa Mwanza kwenda Mbeya. Niliporudi, ili nijue nimeenda safari yenye hasara au faida, nilikesha wiki moja. Ikifika muda wa kulala, wanalala watoto na mama yao, mimi naingia kusoma Biblia ndani ya wiki moja. Sijawahi kukesha kwa namna hiyo, ila sijawahi kufanya kazi ya kukesha wiki moja nikiwa na kesha. Baada ya wiki moja niliona zoezi hili sitoliweza, maana itanichukua wakati mwingine naweza nikaugua kwa kukosa usingizi. Na baada ya asubuhi naenda kazini, si kwamba nitalala. Ndio maana hata asubuhi tulipomaliza ibada mimi nilikosa usingizi, maana nina kawaida ya kuamka kila siku saa 9. Kila siku. Nilipokuja mara ya kwanza Kahama, mimi nilisema niwe mwenyeji kwenye eneo la Kahama. Nitajifunza kwa kufanya ibada kwa bidii. Niliporudi, kumbuka tunakuja Kahama, tulikuwa na mfungo wa siku 40 kama kanisa. Nilipokuja Kahama, nilikutana na msukumo usio kwa kawaida. Nikaamua kwenye siku 40 naongeza siku. Nikaendelea. Ni lini nitafungua? Sijui. Ni lini nitafungua? Sijui. Nikasema ngoja niendelee. Bado hatujafika mwisho. Pastor akasema tuna siku 30 za kwa ajili ya mkutano. Nikasema naziunga. Humo tukatembea nazo. Ni lini nitamaliza? Sijui. Baada ya hapo nikasema mimi najiongezea siku. Tukaendelea. Hiyo yote ni kwa sababu ya kuonyesha bidii ya kumtafuta Mungu. Amen. Hiyo yote ni kuonyesha bidii ya kumtafuta Mungu. Jana nilikuwa na siku ya 104 ambao nilikuwa sitaki niitaje. Kwa kuwa pastor alitaja na mimi nimeamua niitaje. Leo nina likizo ya mapumziko kwa sababu najua ugeni ulivyo. Mimi mgeni akifika huwa nabata deni. Ndio maana kuna mara kadhaa niliwahi kugombana na mtu mmoja. Kwa nini hadi? Kwa namna ninavyotaka mimi huwa nina ugomvi na chakula. Yaani mgeni akija kwangu namwambiaga kabisa chakula usikisirudi. Hata ukifika wewe nikwambia chakula kisirudi, huwa nina maana. Yaani mgeni afadhali achelewe kumaliza, mimi nitakuwa nategadi tumalize wote, ili nihakikisha ameshiba. Kwa sababu kitendo cha wewe mwenyeji kushiba mapema umeonyesha na huyu mgeni anatakiwa ale kipimo cha kwako. Kwa mimi huwa nategadi mgeni ashibe. Bwana Yesu asifiwe. Huwa nategea. Simalizaki mimi eti mgeni nimwache mezani. Watashiba wote. Mimi mgeni hadi nihakikishe tunaondoka wote kwenye meza. Kwa sababu maisha tuliokulia ya wazazi wa zamani wametupa mbinu ya kulisi wakati mwingine vilivyo vyema, japo alifeli kwenye imani, ila wametupa vitu vya kulisi ambavyo mgeni akiondoka hapo anakuwa na kumbukumbu ya kuwa kwa fulani huyo ana moyo. Bwana Yesu asifiwe. Bado naendelea na mfungo, nitaendelea nafikiri nikipata nafasi naendelea. Bado kuna siku kadhaa ambazo ziko mbele yangu ambazo bado naona moyo. Ndio maana alipozungumza pastor jana na alipozungumza Pastor Isaac na alipozungumza mwinjilisti Dani, mimi moyoni mwangu nilipata kuugua nikiwa na tafakari ni kiasi gani Mungu amejifunua kwa hawa watu. Mimi nimekuwa ni mtu ambaye ninapoona mtu huyu ana kipimo fulani, maana mimi nilishawahi kuwa na kilimo nikiwa na mashindano makubwa ya kulima. Ninapoona namna ya mchungaji anavyoshuka, ni kweli Pastor Musa unavyomuona kwa namna anavyojishusha, huenda nimepelea mara nyingi. Kwa namna ambavyo moyo wa Isaac umejishusha, mimi nimepelea. Ila ninamuomba Mungu, maana iga sana kwa mtu ambaye ameweza eneo hilo, utafanikiwa. Kama wewe unakuwa na wivu kuhusu mtu aliyefanikiwa eneo lile, ninachokuambia unajipalia makaa juu ya kichwa chako. Iga sana mtu ambaye anaonyesha moyo wa kumpenda Mungu kwa kiasi ambacho akifanya ibada, wewe hebu jaribu kwenda bidii zaidi. Ndio maana hata mfungo wa siku 40 mimi niliona naendelea, kwa sababu moyo deni lililoko kwako ni kubwa. Sasa nikupe kitu cha ajabu. Niliwahi kuamka mimi peke yangu bila kusisitiza kanisa tuwe na ibada za usiku. Kwa takribani miezi kadhaa, kila siku unaamka, wakati mwingine saa 8. Ikawa kama kanuni. Nikajaribu kwa mtumishi Projestus,
Nikampigia simu nikaona lakini mtu nitamchosha. Kwanza anatoka kazini saa 4, akifika nyumbani saa 6. Nisimpigie simu. Cha ajabu Pastor Musa alivyotaka aifanye hiyo ibada, alikesha kuliko mimi. Alikesha kuliko mimi. Yaani yeye aliamka jioni wanalala, yeye akaamua kukaa. Na ndipo alipoona kuna siri ya ibada za usiku kuliko mchana. Asila ulionayo, namna yeyote unayoiona, bado mwili unatawaliwa na dhambi. Mbinu moja aliyofundisha mtumishi Musa ya kufunga ni mbinu mama. Mbinu ya pili mimi nakupa ya kufanya ibada usiku. Hautakuja kupata muda wa kusema uongo hata siku moja. Mbinu ya pili ya kufanya ibada za usiku, ninachokuambia mbinu hiyo itakuwa ni utambulisho kwako hadi kwa watu wengine. Baada ya kuwa nafanya ibada usiku, mimi sokoni nilibadilika kwa kiasi kikubwa ambacho sijawahi kukiona. Alafu watu wanakitambua. Kumbuka sokoni tunafanya na watu wenye madhehebu ya watu wengi, wengine ni Waislamu. Lakini hata ukienda leo hii, Waislamu wanatambua huyu ni mtu wa Mungu. Huyu ni mtumishi. Wako Waislamu wanafika mezani wananiita mimi mchungaji. Kwa sababu gani? Yaani sijawahi kuwaambia kwa namna yeyote, ila bidii iliyonifanya watu wametambua mimi ni mtumishi wa Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Dakika zangu Pastor Zaki sasa ameondoka. Ngoja akikaa dakika kadhaa nje, sijui kama atazikuta. Nisomee Zaburi ya 119. Mstari wa 55. Utavuka mstari ya katikati hapo, utasoma 62 na 63 kwa sababu ya kulinda muda. Bwana Yesu asifiwe. Yote zingatia, uwe na bidii ya kumtafuta Mungu. Usikubali mama mchungaji alale kanisani alafu ulale nyumbani. 119 mstari wa 55. 55 neno la Mungu linasema, naam, wakati wa usiku nimelikumbuka jina lako. Nimelikumbuka jina lako. Bwana, nikaitii sheria yako. Mfalme Daudi, huyo mfalme sio mfanyakazi, ni mfalme. Anasema wakati wa usiku nimelikumbuka jina lako. Nienda mstari wa 62. Mstari wa 62 nasema, naam, katikati ya usiku nitaamka nikushukuru kwa sababu ya hukumu za haki. Mstari wa 63 mwisho, mimi ni mwenzao watu wote wakuchao, watu wale wanaokuabudu na wale wanayoyatii mausia yako. Niliposoma mstari wa 62, ilikuwa chanzo cha kuamka usiku kufanya ibada. Usije ukatafuta eneo lolote. Wapi nilianza kuwa na deni la kufanya ibada usiku? Nilifanya deni kwenye huo mstari wa 62. Katikati ya usiku nitaamka nikushukuru kwa sababu ya hukumu zako za haki. Mimi niliposoma huo mstari nilisema, Daudi, kwa kipande nitakuiga. Wewe ni mfalme, mimi acha nikuige, nione matokeo yake. Ndio mstari mama. Kumbuka nina mstari mama. Zaburi ya 139 mimi ilinifanya nisijifiche na dhambi. Ilinifanya mimi kumuogopa Mungu kwa kiasi kikubwa, kwa sababu anasema kila mahali utakapoifanya dhambi au kutenda, mimi nitakuona. Nilisema, Mungu unirehemu. Yote kwa yote Mungu ninaomba anirehemu. Asiyakumbuke mapito yangu, kwa sababu bidii yangu ni kumtaka Mungu. Sijawahi kukengeuka kwa namna ambavyo niseme Mungu nataka nikuache. Bidii yangu hata leo hii, hata uniamshe leo hii, hata leo hii ingelikuwa sio ugeni wa kutambulisha ya kuwa leo jamani kutakuwa na namna fulani mshiriki chakula, mimi nakubali. Mtumishi Musa akisema tunafunga wiki moja kapu, mimi nitasema, Mungu kama hukuniua kule, acha basi nifie kwenye mfungo. Acha nifie kwenye mfungo, kwa sababu limetamkwa na kiongozi. Mimi nitalifanya. Kwa sababu gani? Mungu ameweka watu wa kuyanena maneno ya kwake, kama walivyokuwa wakinena Daudi. Leo hii ameweka watu ambao tukiwaangalia unaona huyu moyo wa Mungu uko ndani yake.
Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Nisomee Yohana 10:26. Hivi pastor yuko wapi? Asije akawa ananilinda. Unajua kumkwaza mzee huwa anakwazika, atakuwa anaumia moyoni alafu asiseme. Twende. Yohana 10:26. Neno la Mungu linasema. Naam. Lakini ninyi hamkusadiki kwa sababu hammo miongoni mwa kondoo wangu. Uendelee kidogo kusoma na 27. Kondoo wangu waisikia sauti yangu. Nimeandika hadi 30 kama unaandika hiyo Yohana 10:26 nimeandika hadi 30 lakini tunasoma miwili. Nitarudia 26. Lakini ninyi hamkusadiki. Maana nyingine hamkuamini kwa sababu hammo miongoni mwa kondoo wangu. Kondoo wangu waisikia sauti yangu. Kondoo wangu wanaisikia sauti yangu. Nami nawajua. Nao wanifuata. Nami nawapa uzima wa milele. Wala hawatapotea. Wala hawawezi wakapotea. Kamwe. Wala hakuna mtu atakayewapokonya katika mkono wangu. Amina. Unalielewa hili neno? Nakupa tafsiri. Tumepewa maneno ambayo yani ukiliiga neno hilo unaona unafanana nalo. Sasa hili neno nimeliiga kwa mtu. Nikupe tafsiri ya sahihi ya kuto kulisikia neno la Mungu. Maana yake ulipaswa kuwa mtakatifu lakini unazikataa njia za utakatifu. Wewe hujasikia neno la Mungu. Ni kweli unaenda kanisani, lakini jinsi ulivyoelekezwa na kiongozi, jinsi ulivyoelekezwa na mchungaji ya tunahitaji jamani tuwe na mwenendo huu, lakini wewe ukazikataa. Maana yake haukusikia neno la Mungu. Ndio tafsiri sahihi. Hawa si kwamba hawakusikia, walikuwa wanasikia, lakini kwa kuwa hawakutaka kuyatenda yale ambayo Yesu alikataka yatendewe, basi hawakusikia neno la Mungu. Ila waliambiwa, jamani, wiki hii tutakuwa na mkesha wa mfungo. Kwa kuwa tutakuwa na mkesha wa mfungo, tutakesha kanisani, tutafanya ibada. Maana yake uwe mwaminifu kwenye eneo hilo. Ni kweli mchungaji anaweza asitumie njia kubwa, ila ashukuriwe Mungu hata kwa kumleta mchungaji Dani, pastor mwinjilisti Dani. Mimi hadi naona wivu. Nasema jamani, mwinjilisti Dani au tutembelee na sisi. Unajua ukikaa sehemu ukawa unawalisha watu wale, wanaweza usamani wako asiutambue kubwa samani, lakini wanaweza wasitambue, ila utakapokuja sehemu nyingine alafu moja kwa moja ulifundisha vizuri, mtembee wawili ili yeye aje awe shuhuda. Jana nikasema jamani, Roho wa Mungu ndivyo unavyosemaga na wachungaji. Anaitwa mtu ambaye kwanza hakutegemea, alafu ameliandaa somo lililoandaliwa. Yaani somo ambalo mtu wa Mungu anasema njoo huku. Hapa naona ufafanuzi wewe unao. Alafu anapanda. Kasema Mungu wewe ukutanisha mioyo. Ilishawahi kutokea mara kadhaa kipindi cha nyuma. Ilikuwa somo nitakalo soma, mtumishi Musa akisoma ni lile ambalo tumeandaa pamoja. Hatukuwasiliana, lakini unajikuta yani hautofautishi mstari, hautofautishi kitu ambacho kiko kimeandikwa. Ni kile kile. Na sehemu ni ile ile. Kama ni Mathayo mtasoma wote Mathayo. Tulimshangaa Mungu. Nasema Baba, wataanza kusema huwa tuna mawasiliano. Watu ni rahisi kusema kwa kuwa hawa wako karibu, hawa wanapeana mistari, alafu anakuja kusimamisha kitu kimoja. Mimi moyo wa mtumishi Dani, Baba wewe ulitupa namna moja. Mimi saluti kwako. Nimechukua kale kausemi mwanajeshi, na kweli nilikuwa nakasikiaga vibaya unavyosikia mtaani ukisikia kwenye madhabahu. Alinipa msemo mmoja ya kuwa babake hata akiwa mwanajeshi, lakini akifika kwa mtoto, kwa kuwa cheo ni tofauti, yeye anastahili apige saluti. Mimi nimeikopi vizuri. Uzuri wakati mwingine vitu vingine huwa vinakuja vikiwa vinamlenga mtu. Mtumishi Musa baadhi ya maeneo amekuwa ni shahidi. Bwana Yesu asifiwe. Baadhi ya maeneo amekuwa ni shahidi.
baadhi ya mambo ninayoyafanyaga yeye mwenyewe anasemaga, Kefa, hili kuna jambo moja tuliwahi kulifanya kipindi cha nyuma. Lilikuwa linahusu kifamilia. Sidhani kama aliendelea. Sidhani. Ni eneo gumu. Ni eneo gumu ambalo nikilifanya familia huwa inatambua hili eneo. Sidhani anaolifanyaga kwa moyo kama mimi. Si unajua watu wote, kuna maeneo mimi ambayo nayafanyaga magumu, alafu kwa moyo wa kupenda au kwa moyo wa kujitolea hayupo mtu wa kuja kulifanya eneo hilo. Ili ujue sasa, huwa nayahamisha maeneo hayo kuyapeleka uhalisia. Huwa natoka hapo na nipeleka kanisani. Eneo ambalo walipaswa wanawake waajibike, mimi ninaweza nikajitolea. Nawajibika. Amen. Si unaona hapa kanisani, nikiwa mwenyeji wa hapa, kazi nitakayoifanya, mwanamke atasema hapana, baba umetuingilia majukumu. Ni mtu mmoja ambaye nikiamua kuliiga jambo ambalo sitafuti sifa kwa mchungaji, nafidia muda niliowahi kupoteza kwenye dhambi. Bwana Yesu asifiwe. Nakumbuka na muda. Nisomee Yohana 12 mstari wa 46 hadi wa 50. Huu ni mstari wetu wa mwisho. Bwana Yesu asifiwe. Mwenye saa bado hayupo, ajaje kuendelea. Atakuja wewe. Wazee wanasikiliza hata mbali, akiwa anasema huyu mtoto ni mtii au sio mtii. Niliwahi kipindi cha nyuma, nikupe story, nilikuwa nikichunga. Wakati nachunga, mzee anakuwa amekuachia maagizo kwa ukapeleka ng'ombe sehemu fulani au mbuzi. Kipindi kile nachunga ndama, upeleke sehemu fulani. Ukijidanganya eti mzee hatokwepo, atakapokuja ananyatia amejificha kwenye vichaka. Alichokiagiza unakitimiza au umekisahau? Ole wako umekisahau, umepeleka sehemu nyingine au umechanganya mifugo, utakaje kutana nacho. Sasa hata hapa wewe unavyosema hajafika mwenye Mungu, wazee huwa wanachungulia hivi, nilichokiagiza huyu mtoto ameonyesha utii au amekosea? Subiri. Basi unasema yuko mbali wewe. 12 Naam. Yohana 46 hadi 50. Neno la Mungu linasema, naam, mimi nimekuja ili niwe nuru ya ulimwengu, ili kila mtu aniaminie asikae gizani. Na mtu akiyasikia maneno yangu asiyashike, mimi simhukumu. Maana sikuja ili ni hukumu ulimwengu, bali nitarudia, maana sikuja ili ni hukumu ulimwengu, ila ni uokoe ulimwengu. Yeye aliyenikataa, asiyeyakubali maneno yangu, anaye amhukumu. Neno hilo nililolinena ndilo litakalomhukumu siku ya mwisho. Kwa sababu mimi sikunena kwa nafsi yangu, bali Baba alinipeleka. Yeye mwenyewe ameniagiza nitakayonena na nitakayosema. Nami najua ya kuwa agizo lake ni uzima wa milele. Basi hayo ninenayo mimi, kama Baba alivyoniambia ndivyo ninenavyo. Yesu asifiwe. Amen. Umemwelewa Yesu? Wewe unayakataa maneno ya kiongozi. Umemwelewa Yesu? Yesu anasema yeye hakuja kuhukumu ulimwengu, ila kile ambacho alikiagiza ndio kitahukumu. Maana yake nini? Wewe si hautaki kukubali maagizo ya kiongozi, amekinena, hautohukumiwa kwa sababu ya kiongozi, ila kile ambacho ulikisikia ya kuwa napaswa uwe mtakatifu, haukufanya hivyo, utahukumiwa katika hilo. Alafu Biblia kuna sehemu moja inasema hivi kwenye Waebrania 12 mstari wa 14, tafuteni kuwa na amani na watu wote, na huo utakatifu hapana mtu atakayemwona Mungu asipokuwa nao. Kwa nini anasema hivyo? Alafu Yesu anasema yeye hakuja kuhukumu. Kwa nini anasema hivyo? Kutafuta amani na kuwa wote na watu wote ni kuwatendea kile ambacho walistahili. Yaani yeye amegoma
Ndio maana anasema wapendeni maadui zenu. Yeye amegoma, lakini unamtendea kile ambacho alistahili kukifanya. Baada ya kukitenda, wewe umetafuta amani kuwa na watu wote. Kitakachokuja kumhukumu ni vile ulivyotenda wewe, alafu ndani yake akakipokea kwa unyonge. Bwana Yesu asifiwe. Hili neno ninachokuambia, usije ukakataa agizo la kiongozi ukasema mimi nimeweza kwenye eneo hili. Ninachokuambia, hata kuhukumu kiongozi kwa sababu yeye anachotaka akuokoe. Kitakuja kukuhukumu kwa sababu ulisikia neno haukulitii. Ndio maana hata wale Mafarisayo walikuwa na dini, lakini anawaambia nyinyi hamwezi mkasadiki kwa sababu nyinyi sio wangu. Nyinyi sio wangu. Kwa tafsiri nyingine, nyinyi ni wa shetani. Mmeyakataa maneno yangu kwa kuamini nyinyi mna elimu. Mmekataa kile ambacho nakinena kwa sababu nyinyi mmeamini ni wakubwa kuliko mimi. Lakini ninachoambia, sikuja kuhukumu ulimwengu, nilikuja kama nuru ili watu waifuate nuru. Alafu kitu ambacho atapewa ni uzima wa milele. Ni uzima wa milele. Hivi kweli mwanadamu yeyote aliyoko hapa leo akipewa uzima wa milele, kuna kitu atakachohangaika nacho? Vyote tunavyohangaika ni kutafuta uzima wa milele. Ndio maana bosi akiugua, mwenye trilioni za hela, akipatikana mtu sahihi akumwambia mimi nakupa uzima, nakwambia hizo trilioni zinakosa thamani, na mwambie chukua. Siku moja nikaulizwa swali gumu na mtoto akaniuliza, hivi baba, wewe unaweza ukaniuza ukiwa na shida ya pesa? Kamwambia naweza nikakuuza. Hivyo jibu hivyo. Sema kweli kabisa baba, wewe unaweza ukaniuza? Kamwambia, mama yake akamwambia, je, wewe mama unaweza ukaniuza ukiwa umekosa pesa? Kuna kasidi mmoja walishawahi kukaangalia. Aliona mama babake anataka kumuuza mtoto. Baadaye nikamwambia siwezi kukuuza. Haipo thamani yoyote ambayo inaweza ikalingana na thamani yako ulionayo. Baada ya kusema lile neno, ilikuja tafasiri. Wako watu wameuza ndugu zao kwa sababu ya mali. Wamewatoa kafara kwa sababu ya mali. Wamewaua kwa sababu ya mali. Wamefanya vitu vya ajabu. Leo hii wengine tunakutana nao barabarani. Si wote wale ni walemavu. Wamekutana na ulemavu kwa sababu yupo mmoja kati ya familia alikuwa na uchu na mali, kama kumweka ndugu zake. Ninachokuambia, haipo thamani mwanadamu anayeweza kuitoa kwa sababu ya kitu anachokitafuta. Toa uhai wa ndugu yako kwa sababu ya kitu, lakini haipo thamani ambayo utakuja kuiona ni fidia ya mtoto wako, kuona ni fidia ya ndugu yako. Mungu aliyetupa uzima, Mungu aliyeona hawa wanakufa kwenye dhambi, acha nikawaokoe, aligundua thamani yetu sisi haiwezi kulinganishwa na kitu chochote. Ndio maana aliamua kutoa uhai wake. Nisomee Yeremia, samani naiba muda. Yeremia 17 mstari wa 9. Yeremia 17 mstari wa 9 na wa 10. Nenda haraka baba, hapa nalinda muda. Yaani siko vizuri. Yawezekana hapa natetemeka. Si unajua ukiwa shuleni mwalimu akiagiza twende. Yeremia 17 mstari wa 9 na wa 10. 9 na 10, neno la Mungu linasema. Neno la Mungu linasema, moyo huwa mdanganyifu. Kuliko vitu vyote. Una ugonjwa wa kufisha. Nani awezaye kujua? Mimi Bwana. Na uchunguza moyo. Na vijaribu viuno. Hata kumpa mtu kiasi cha njia zake. Kiasi cha matunda ya matendo yake. Mimi baba, wakati somo likiendelea jana, nikatambua kuna thamani ya kupambana na moyo. Kumbe matokeo yote ya mwili yanatoka kwenye moyo. Yaani ili izilike huyu ana moyo huu. Moyo huo umeshawaza, afu unatoa kwenye mwili. Mwili unapokea kwenda kuyaonyesha matokeo. Wewe unaishije? Hata matusi yanatoka kwenye moyo. Tamaa eti mwili unasisimka. Amepita bindi, kumbe unatoka kwenye moyo. Unaashiria alafu unaruhusu mwili. Sasa ninakuruhusu onekana unavyotaka.
Una hasira, inatoka kwenye moyo. Yaani mwili unabaki ni mpokeaji wa kuashiria matendo yanayoendelea kwenye moyo. Unaumizwa eti moyo unaumia sijui nini. Ili ionekane wewe unaumia kwenye jambo hili, utatoka kwenye sura. Nikasema Mungu akinijalia siku kadhaa nitazitenga kwa ajili ya kufunga, nikiwa na uombea moyo wangu. Usije ukatoa matokeo kwenye mwili, kwa sababu unapotoa matokeo kwenye mwili maana yake bado nimekunjwa. Bado nimekunjwa. Yesu asifiwe. Bado nimekunjwa. Nitatenga siku kadhaa za mfungo nikiwa namlilia Mungu. Nikiwa namlilia Mungu kwa sababu ya kuitafuta bidii. Mimi huwa naamini kuna siku sitokuja kufanya kazi ya Mungu bila maelekezo yake yeye. Huwa naamini hivyo. Huwa naamini kabisa ipo siku ambayo Mungu atanilizia, ataniambia Kefa, bado hujapiga hatua kwenye eneo hili, unatakiwa ufanyie kazi kwenye eneo hili. Huwa naamini hivyo. Ndio maana hata kanisani nimekuwa kama wimbo wangu nasema, ndugu zangu, awepo hata mmoja afanye bidii ya kuimba kiasi kwamba sisi kama tunaomba tutamani kuimba. Awepo hata mmoja akiomba kwa bidii, sisi tunayeimba tutamani. Awepo mwenye bidii ya kutoa, tunapomtazama yeye tutamani kutoa, kwa sababu ya moyo uliokunjwa na Mungu. Ili Mungu apatikane mtu mmoja atakayesema mapenzi yake, alafu sisi tutatii. Yesu alikuwa na umri mdogo, lakini aliweza kuongoza watu wakubwa wenye familia kwa sababu ya kutii. Naomba tuombe dakika 5 au 2. Mungu mwenye rehema, Mungu mwenye rehema, wayajua madhaifu yetu yalipo, wayajua mapungufu yetu yalipo. Wajua Baba, hatujaweza kuwa na bidii, maana tunapokuwa na bidii ndipo unapoweza kutuona kania. Ninaitii sauti ya watumishi wako. Ninatamani kile ambacho Mungu nimekipokea kwenye madhabahu hii iwe ni mali yangu. Kile ambacho watumishi wako wamekinena, Bwana, iwe ni mali yangu. Maana umesema mwanadamu hataweza kuishi kwa mkate tu, bali katika kila neno litokalo kinywani mwangu. Mungu, ninakusihi, hawa ni ndugu zetu. Wayajua mapungufu yetu tulionayo. Wayajua mapungufu yangu yaliyopo. Wayajua mapungufu ya ndugu zetu hawa. Tunakuomba rehema, mfalme wa amani. Tunakuomba rehema, mfalme wa amani. Tumetii kuja kwako. Tumetii kuja kwako. Hatujakesha bure Bwana. Sijawahi kukesha na ndugu zangu kwa siku 2. Tukiwa tunakesha usiku na mchana. Mungu, yakumbuke machozi yetu Bwana. Utuhurumie, maana hatuna mwokozi mwingine ila wewe. Hatuna mwokozi mwingine awezaye kutuhurumia kwenye maisha yetu ila wewe. Wewe ni mhukumu wa haki. Utuhurumie Bwana, bado tunakulilia, sisi ni watoto wako. Tunakuhitaji Mungu, tusaidie. Kama iko kemeo, utukemee kwa sababu wataka turudi kwenye neno lako. Kama iko hali yoyote ya kutuonya, utuonye kwa sababu tunataka neno lako. Baba, kama iko hali yoyote kwa kiongozi, wataka umtumie aweze kutusemesha iliyo kweli. Atusemeshe kwa lugha yoyote, atusemeshe kwa hali yoyote, iwe ya hasira, ili sisi tupate kupona. Baba, kama liko kemeo, maana wanadamu wamepotea. Hata wanapokuwa wamekengeuka, wako watu hawaambii ya kuwa hiki unachofanya ni makosa mbele za Mungu. Mungu, mimi ninanyenyekea kwako. Kama liko kemeo lolote kwa Pastor Musa, kwa Pastor Isaki, kama liko kemeo lolote kwa mtumishi wako Danieli, Baba, ninaomba aliseme juu yangu ili niweze kuitii sauti yako. Mungu, ninapungua mbele zako. Mungu, ninapungua mbele zako. Kama sitoweza kuwaonyesha utii hawa viongozi uliotupa, hata kwako sistahili. Kama sitaonekana na utii wa mama mchungaji Pendo aliyouonyesha, Mungu, mimi ni nani? Kama sitaonyesha unyenyekevu wa watoto hawa waliokesha kwenye madhabahu yako, mimi ni nani?
Mimi ni nani? Ndio maana unasema neno lako, msipoongoka kama watoto hao wadogo hamwezi kuulisi ufalme wa Mungu. Neno lako lilikuwa linaonyesha ni namna ya kunyenyekea, ni namna ya kupungua. Hata pale tunapowaona viongozi wetu tuwaheshimu na kuwapenda. Bwana, tusaidie Mungu wetu tusiwe na kiburi. Tusaidie Mungu wetu tusiwe na kiburi kwenye maisha yetu. Wewe ni Mungu na utabaki kuwa Mungu. Wewe ni Mungu na utabaki kuwa Mungu. Yote yatapita, lakini neno lako litasimama sawa sawa na mapenzi yako. Bwana, turehemu Mungu, utukumbuke Bwana. Tulipotoka ni mbali, tukiangalia yaliyopita kwenye maisha yetu. Hatutamani kuyarudia, maana yamekuwa ni aibu kwenye maisha yetu. Yamekuwa ni aibu hata tunapoyasema. Mungu, wewe ni Mungu. Asante Mungu wa rehema. Asante Roho Mtakatifu. Asante Roho Mtakatifu. Ninakurudishia heshima Bwana kwa ajili ya watumishi wako. Watumishi wako Baba, ni mengi tumeyaona kwenye mji huu wa Kahama. Mungu, wewe umesema ya kuwa wawajua kondoo wako na wenyewe waisikia sauti yako. Na hao Bwana umepata nafasi ya kupewa na Baba yako, ambao hawataweza kupotea kwa sababu wanalisikia neno lako. Ndio maana kina Petro na Meshaki wanauliza, Baba, sisi utatupa nini kwa kukufuata huku? Unawaambia utawalipa mara 100. Wanafika mbele wanasema, kwa kuwa neno lako ni uzima. Kwa kuwa neno lako ni uzima, tutakufuata. Nasi Mungu tunakufuata kwa sababu neno lako ni uzima kwenye maisha yetu. Asante Mungu wa rehema. Asante Mungu wa rehema. Asante Mungu wa rehema. Watoto wako walionyenyekea mbele zako, Mungu ukawalipe usiku na mchana, ukawalipe. Kumbuka uzao wetu, maana Mungu umesema ya kuwa tutakapokuwa sisi wazazi tuwafundishe watoto wetu na wajukuu wetu. Nimeona Baba, nimeona moyo wa mtumishi Isaki unavyokuendelea kulea kundi la watumishi wako. Mungu, wivu ya kimungu imenitesa. Wivu ya kimungu imenitesa Mungu wangu, kwa sababu moyo unaoendelea kuzaliwa Kahama si wa kawaida Bwana. Wajalie watoto hawa Bwana walioweza kukesha siku hizi. Wajalie baba, mama walioweza kukesha. Ni moyo wa ajabu Mungu, ni moyo wa ajabu. Mama amekesha, tumemaliza ibada, bado shughuli kwao haijapona, wakaendelea na kwa ajili ya maandalizi. Mungu, mimi niseme nini? Baba, sina cha kuwalipa ndugu zangu. Mungu, wapokee nguvu kutoka kwako ya kuendelea na moyo huu Mungu, moyo wa ajabu mno, moyo wa ajabu mno Baba, kama moyo wa Dorcas ulivyoweza kukumbuka kwa sababu ya kuwatunza wale wajane. Bwana Mungu, ukawakumbuke ndugu zetu. Pokea heshima Bwana, pokea heshima Mfalme, pokea heshima Mfalme wa amani. 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 Yupo mfariji, yupo mtakatifu, yupo Mungu. Imba kwa sauti yako na kwa moyo wa unyenyekevu kwa ajili ya neno hili ambalo limepita mbele yako. Mfariji, Roho Mtakatifu ndiye msaidizi. Imba kwa tafakari. Yupo mfariji,
yupo Bwana, yupo hapa Bwana, yupo Yesu hapa. Yesu yupo Bwana, yupo Yesu mahali hapa, yupo Bwana hajakuacha, yupo Bwana mahali hapa hajakuacha. Bwana wa majeshi Baba yetu uliye mbinguni, jina lako litukuzwe, ufalme wako uje, mapenzi yako yatimizwe hapa duniani kama huko mbinguni. Bwana wa majeshi, Bwana wa majeshi, hili ndilo neno lako, hili ndilo neno lako, hili ndilo neno lako, hili ndilo neno lako Bwana, linalotoka kinywani mwa mtumishi wako ambao Bwana umemchagua katika majira na nyakati zilizoamriwa na wewe Bwana, ili ayanene maneno yako ya kwamba bidii yangu iwe katika kumsikia Kristo Yesu, bidii yangu iwe katika kumtafuta Bwana, bidii yangu iwe katika kusikiliza habari ya maagizo ya Mungu aliye hai. Na sisi watoto wako tunalipokea neno lako alilolinena mtumishi wako, alilolinena neno lako mtumishi wako Kefa. Mungu wa mbinguni, wewe ni jemedari, wewe ni Mungu mkuu. Neema yako Bwana iwafunike watoto wako ambao wamelipokea neno hili, likawe mbegu, likazae 30, likazae 60, likazae 100. Baba, siku zote za maisha yao wayashuhudie matendo makuu ya Mungu aliye hai. Tunakushukuru sana Mungu kwa sababu ya neno lako na mtumishi wa Mungu ulioliweka kinywani mwake, mtumishi wa Mungu Kefa, kwa ahadi yake ya kukaa nyumbani mwa Bwana, kwa ahadi yake ya kukutumikia Bwana siku zote za maisha yake. Ndio maana ameutoa mwili wake ili Bwana ukasimame pamoja naye, ukazungumze Bwana. Neema ya Mungu iwafunike wa mama, iwafunike wa baba, kwa ajili ya neno hili ambalo linasema bidii yangu iwe katika kuisikia sauti ya Bwana, bidii yangu iwe katika kuisikia sauti ya Mungu. Asante Mungu wa mbingu na nchi kwa mkono wako, na sisi tunakaa uweponi mwako, maana nguvu yako inatamalaki. Utamwacha mama yule, utamwacha baba huyu, utamwacha kijana huyu, kwa sababu amekuwepo wewe Mungu, upate kumponya, upate kumsaidia. Neema yako itakuwa juu yake. Tunasema asante, tunasema asante kwa pendo lako katika jina la Yesu. Imba yupo mfariji, imba yupo mfariji.